Nichukue fursa hii ya kufikisha habari njema kwa wagonjwa wa kisukari. Nafahamu wagonjwa wa kisukari wengi wanadhani kwamba unapokuwa wewe ni mgonjwa wa kisukari, unadhani kwamba hiyo ni adhabu ya kifo, kwa maana kwamba hakuna namna ambavyo tena unaweza ukaishi, kitu ambacho sio kweli. Niko hapa kukufahamisha leo hususan namna gani ambavyo unaweza kujinasua na ugonjwa wa kisukari kwa kuepuka vyakula vikuu vitatu ambavyo vinaelekea kuvitaja katika video hii, na kujaribu kueleza vitu ambavyo huwa vinafanya sukari yako ya damu kuweza kupanda. Kwa hiyo kama uko interested, naomba tuende sambamba tuangalie vyakula hivi vikuu vitatu ambavyo vinapelekea wewe kuwa mgonjwa wa kisukari na usipone, na kwa nini nivikwepe, na kwa nini sukari yako huwa inapanda. Upo na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Wagonjwa wengi wa kisukari ni kisukari aina ya pili. Karibia 90% ya wagonjwa wote hao ni kisukari aina ya pili. Karibia 10% ni wagonjwa wa kisukari aina ya kwanza. Leo hii nipo hapa kuzungumza vyakula hivi vikuu vitatu kwa wagonjwa wa kisukari, lakini kwa mgonjwa wa kisukari aina ya pili ambao ukijaribu kuangalia ni kisukari ambacho wengi huwa wanapona, kwa kuepuka vyakula hivi vikuu vitatu unaweza ukajinasua na tatizo la kisukari aina ya pili. Walio wengi kwa kutumia tibarisha ama vyakula huwa wanapona ugonjwa huu wa kisukari. Kwa hiyo usikae na kwanza kujilaumu, hakika chukua hatua kukwepa vyakula hivi vikuu vitatu. Kwanza nizungumze kidogo juu ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili ili kusudi uweze kunielewa na kuzungumza kwa nini vyakula hivi havikufai wewe. Ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni kisukari ambacho kinakuja na dalili ya sukari kupanda. Ukipima damu yako unakuta sukari iko juu. Na wengi wanachukua hatua ya kukwepa vyakula vyenye sukari ama vyenye wanga. Ndizi mbivu mtu anakuambia mimi siri kwa sababu nikila tapandisha sukari. Kiazi kitamu nakwambia ina sukari. Ugali wa dona mimi siri unapandisha sukari. Na wengi wanakimbilia kukwepa vyakula vya sukari. Ni bahati mbaya wagonjwa hawa wote huwa waponi, huwa wanaishia kukumbwa na mauti. Na watu wanakuja na hitimisho wasema kwamba kisukari hakitibiki. Hamna kinatibika, ni kwa sababu hujapata taarifa ambayo ni sahihi, na wewe unakwepa vyakula ambavyo wenyewe sio mzizi wa tatizo lako. Lakini kiufupi ni kwamba wakati kupanda kwa sukari ikiwa inakuja kama dalili ya ugonjwa wa kisukari, fahamu ugonjwa wa kisukari wenyewe ni ugonjwa ambao unatokana na mafuta ya mwili wako kuathiri matumizi ya sukari. Manake mafuta haya yanafanya sukari yako isitumike vizuri kwa kupunguza utendaji bora wa homoni ya insulin. Kwa tafasiri nyingine, mafuta ya mwilini kwako ndio ambayo yako yanapelekea insulin resistance, ukinzani wa insulin. Insulin inahitajika kuja kufanya sukari itoke kwenye damu ingie kwenye seli iweze kuunguzwa. Ni bahati mbaya mafuta yanapoingia katika hizo seli ambazo zinatumia sukari kama chanzo cha nishati, huwa yanazuia yanaharibu yale mawasiliano kati ya seli na insulin, na hivyo kufanya kwamba unapokuwa umekula ndizi yako mbivu ama umekula ugali wako wa dona ambao una wanga nyingi, sukari nyingi kuendelea kukaa kwenye damu na si kuingia kwenye seli na kutumika ama kuunguzwa ili kupe nishati. Kwa tafasiri hiyo, nikijaribu kuangalia logic ya ugonjwa huu ambao unakuja na dalili ya sukari kupanda, wengi wanakwepa vyakula vya wanga kama ndizi mbivu, maharage ambayo yana starch. Wengi hawaamini kama maharage yana wanga, lakini 60% kwenye maharage ni starch, ni wanga. Ukija kuangalia habari za viazi, masuala ya mihogo, wengi wanakwepa vyakula hivi ni kwamba huwa hawaponi, kwa sababu wakikwepa kula vyakula hivi wanakuja kula vitu kama parachichi ambayo imesheheni mafuta, wanakuja kula nyama nyeupe ambazo pia zimesheheni mafuta, ambavyo vinaendelea kuongeza mzizi wa tatizo ambayo ndio mchawi mkubwa, ambayo ndio kitu imejificha kwenye ugonjwa wa kisukari, na hiyo kupelekea wagonjwa kuendelea kuwa wagonjwa wa kudumu na sio kupona kabisa moja kwa moja. Kwa tafasiri hiyo, kama una ugonjwa wa kisukari, vyakula hivi lazima ujitahidi kukwepa ili uweze kujinasua na ugonjwa wa kisukari. Moja, ni vyakula ambavyo vinatokana na wanyama. Vyakula hivi tukanavyo na wanyama ni vyakula kama nyama nyeupe na nyama nyekundu. Inaweza kuwa nyama ya ng'ombe, inaweza kuwa nyama ya kitimoto, inaweza kuwa ni samaki, inaweza kuwa ni kuku. Yamkini kweli ukapata wakati mgumu sana, kwa sababu ndio vyakula ambavyo ni pendwa, lakini ndio ambavyo vinakufanya wewe unaendelea kuwa mgonjwa. Vyakula hivi wengi wanakula kwa sababu gani? Sababu pekee inayofanya watu kula vyakula hivi
ni moja, kwamba vyakula hivi havina sukari. Ni kweli, nakubaliana na nyinyi kwa 100%. Nyama ni zero carbohydrate. Ukija kuangalia, si kuku ni zero carbohydrate. Yaani nyama nyeupe, nyama nyekundu ni zero carbohydrate. Na wakati huo mayai pia ni zero carbohydrate. Ukija kuangalia maziwa angalau yana sukari kwa mbali, lakini yamesheheni mafuta na protein kwa wingi. Vyakula hivi ambavyo navitaja ambavyo nasema nyinyi havina sukari ni vyakula ambavyo vimesheheni mafuta kwa wingi na protein kwa wingi. Sasa ukiangalia nature ya ugonjwa wa kisukari ni hususan aina ya pili ambayo nazungumzia mimi hapa, ni kisukari ambacho yakuja baada ya kwa mafuta yamesababisha insulin resistance. Mafuta ndio yamepunguza utendaji bora wa insulini na hivyo kufanya sukari siweze kutumika vizuri. Kwa hiyo umekwepa kiazi kitamu, lakini umekuja kula nyama ambayo inaendelea kuongeza mafuta. Nikupatia mfano mmoja hapa unielewe tena vizuri. Chukulia kuna mto ambao unapeleka maji ziwani na yale maji ndio sukari. Mwanzo maji yanaenda vizuri na ule mto haufuriki kwa mwanga pembeni. Sasa imetokea tope limejaa kwenye mto na kuzuia maji yasiweze kwenda ziwani. Mwisho wa siku yale maji yanakuja kwa kawa yafiki ziwani, ule mto unajaa na kufurika na kumwaga pembeni. Sasa hapa kuna mambo ya ambayo watu wanatofautiana. Kuna mtu anaanza kutafuta namna ya kuweza kuondoa yale maji, na ile maji inachukulia mfano kama ndo sukari. Halafu tope inachukulia ndo mafuta. Sasa wewe ulio ambao unahangaika na maji, kuondoa maji, huwezi kufanikiwa, utaendelea kuhangaika na hao maji. Lakini yule ambaye atahangaika na kuondoa tope kwenye ule mto ataweza kufanikiwa, kwa sababu mwisho wa siku maji ataweza kufika kule ambao unatakiwa afike, ndio afikie ziwani. Fikiria tope ndo mafuta na maji ndo sukari. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, anaifocus kula kiazi kitamu, anaifocus kula mboga za majani, anaifocus kula vitu jamii ya kunde kama maharage, mbazi, njegere, kunde, choroko na matunda matamu na kuepuka vyakula ambavyo vina mafuta. Huyu mtu ndo atakuwa salama na huu mgonjwa wa kisukari ndo wanaopona. Hawa wagonjwa ndo wanaopona. Kwa tafasiri nyingine, hawa wagonjwa ambao wanakuwa vegetarian ndo wanapona ugonjwa wa kisukari. Lakini wewe ambaye unasema kwamba mimi ni ketogenic diet, nafuata ketogenic na kwa vyakula vya mafuta, wewe kula tu, lakini yajayo yanasikitisha kama yafurahishi. Ilikuwa ni kundi la kwanza la vyakula ambavyo nataka nikwambie. Vyakula ambavyo vitokana na wanyama, nyama nyeupe na nyekundu, maziwa na mayai. Hivi ni vyakula ambavyo kwanza nataka vitoe kama unahitaji kupona ugonjwa wa kisukari. Kundi namba 2 au vyakula namba 2. Siwezi kulaumu vyakula tunavyo na nyama tu peke yake. Kuna vyakula vya kusindikwa na nafaka zilizokobolewa kama masuala ya sembe na ngano iliyokobolewa ambayo tunakula kwenye chapati, mikate na mandazi. Hivi vyakula tayari vilishakobolewa. Na hivi vyakula vingine toka viwandani tayari vishaongezewa sukari mbaya ambazo sio sukari ambazo ni asilia. Kwa vyakula hivi navyo pia kwa namna au moja au nyingine hivyo huwa vinachakaza tishu zako na kusababisha pia utendaji hafifu au utendaji hafifu wa insulin, ambao mfereji wake pia ni ule inakuja kucontribute katika kuongezeko la mafuta kwenye mwili wako. Kwa hiyo vyakula vya kusindika kutoka viwandani na nafaka ambazo zimekobolewa ambazo ni masuala ya sembe na masuala ya ngano ambayo imekobolewa hazimfai mgonjwa wa kisukari, kwa kuna kila sababu ya kuweza kukwepa. Hapa kwenye masuala ya sukari nizungumze kidogo uweze kunielewa na kwa nini chukue hatua. Kuna neno sukari na wanga. Neno sukari lilikuja kwa ajili kutofautisha kati ya wanga asilia na wanga ambazo sio asilia. Kwa maana ya kwamba sukari ya madukani ile ni wanga lakini pia ni sukari. Lakini kiazi kitamu kile kina wanga lakini sio sukari. Kwa hiyo kwenye kiazi kitamu kuna starch. Wakati na ile hatuwezi kita kwamba ni sukari. Kwa hiyo wanga tunazungumzia ni zile ambazo zinapatikana kwenye vyakula ambavyo ni asilia kama viazi, mihogo, magimbi, kuna nafaka ambazo hazijakobolewa, jamii ya kunde zote, matunda matamu, kuna na mboga za majani. Wanga zilizopo kwenye vyakula hivi ni asilia na hazihusiki na magonjwa ya kisukari, ila zinaweza kutulinda dhidi ya magonjwa ya kisukari. Wakati hizi wanga ambazo zimeshakobolewa, nafaka ambazo zimeshakobolewa, mtu anakutana na vitu kama sembe, mtu anakutana na ngano ambazo zimeshakobolewa, na wanga nyingine au sukari kutoka viwandani hizi ambazo ziko kwenye vinywaji na vingine ambazo ziko free kama glucose na masuala ya sucrose kama sukari za mezani, hizi ni hazimfai mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo elewa ninachokizungumza. Nazungumzia watu wale wanga asilia, hizo ambazo kuna na mmea, kwa maana kwamba wale vyakula vingi tukana na mmea ambavyo havina mafuta mengi. Hiyo kwa hiyo ilikuwa ni kundi ya vyakula vya aina pili ambavyo kama vikwepe, vyakula vya wanga ambazo zimekobolewa, nafaka ambazo zimekobolewa na vyakula ambavyo vimesindikwa. 3 ni mafuta ya kupikia.
Mafuta ya kupikia aina zote yanayoganda na ambayo hayagandi huwa si shauri kwa mgonjwa wa kisukari. Ukimchukua mgonjwa wa kisukari ambaye amekula mchicha ambao una mafuta, mwingine amekula mchicha ambao hauna mafuta, automatically ukapima ile blood sugar, utamkuta aliyekula mchicha ambao una mafuta sukari ngati atapata imepanda kidogo kulinganisha na yule mtu ambaye ametumia mchicha ambao hauna mafuta. Kwa tafasiri hiyo, je, nataka kusema kwamba alizeti ni sawasawa na mafuta haya ambayo yanaganda kama tukana na wanyama? Hapa ukiuliza swali la design hiyo ni sana kufananisha jambazi na kibaka. Ni kweli ni vyema kukutana na kibaka kuliko kukutana na jambazi, kwa sababu hawa wametofautiana. Lakini kibaka naye sio mzuri, kwa maana ya kwamba jambazi inakuwa ni mafuta ambayo yanaganda, wakati mafuta ambayo hayagandi ni kibaka. Kwa hiyo ukilinganisha vitu hivi viwili, ninaweza ngesema kwamba utumie mafuta ya alizeti, lakini na yenyewe kama kuna gagara ugonjwa wa kisukari bado ni haya kufai. Mafuta ambayo yanaganda yanasababisha insulin resistance sana kuliko mafuta ambayo hayagandi. Lakini mafuta ambayo hayagandi nayo pia yanaathiri pia insulin resistance, hususan kama umeshakuwa ni mgonjwa. Ifikie pahala wakati aina ya mafuta inachangia ugonjwa wa kisukari, lakini fahamu pia kiwango cha mafuta nacho pia kinachangia. Kwa hiyo kuna total fat, halafu kuna type of fat, kuna aina ya mafuta halafu na kiwango cha mafuta. Vyote vinachangia. Kwa tafasiri hiyo, no oil kwa mgonjwa ambaye anahangaika na ugonjwa wa kisukari aina ya pili kama unahitaji kupona. Kwa hiyo nihitaji kuzungumza vyakula hivi viko vitatu. Nimalizie kipengele cha mwisho ambacho ni vitu gani ambavyo huwa vinaamua sukari ya mgonjwa wa kisukari ipande. Kuna vitu vikuu vitatu ambavyo huwa vinaamua sukari ya mgonjwa wa kisukari ipande, na hivyo uelewe vizuri. Namba moja, kitu cha kwanza kabisa ambacho kitaamua sukari yako ipande kwa kiwango gani ni mafuta, aina ya mafuta na kiwango cha mafuta uliyokula. Aliyekula mafuta ambayo yanaganda sukari yake itapanda maradufu kuliko mafuta ambayo hayagandi, wakati ambaye amekula mafuta ya aina yoyote sukari itapanda zaidi kuliko ambaye hajatumia mafuta ya aina yoyote. Kwa hiyo kiwango cha mafuta na aina mafuta yanaamua sukari yako ipande kwa kiwango gani. Namba mbili, ndio nije kwenye masuala ya sukari ama aina ya wanga uliokula. So kiwango cha wanga, hapana, nazungumzia aina ya wanga uliokula. Aliyekula wanga asilia na ambaye amekula wanga ambao sio asilia, natarajia wagonjwa hawa wawili ni wagonjwa wawili tofauti. Kwa hiyo aliyekula wanga ambao sio asilia ni kwamba sukari itapanda zaidi tofauti na aliyekula wanga asilia. Aliyekula kiazi kitamu, aliyekula ugali wa sembe, aliyekula ugali wa sembe sukari itapanda zaidi tofauti na aliyekula kiazi kitamu. Aliyekula mahindi kama mahindi iweza katika mfumo wa makande na mahindi ambayo yakobolewa, na yule ambaye ugali wa sembe ambaye ni ugali wa mahindi ambao umeshakobolewa, basi aliyekula ugali wa sembe sukari itapanda zaidi kuliko aliyekula mahindi ya kutafuna. Kwa hiyo hapa nataka kuzungumza ni aina ya wanga pia nayo itaamua sukari yako ipande kwa kiwango gani. Cha tatu na cha mwisho ni kiwango cha virutubisho vingine kama madini, vitamini, phytochemicals na masuala ya makafimlo pia kwenye chakula hicho huwa vinaamua pia sukari yako ipande kwa kiwango gani. Ambaye amekula mboga za majani sukari yake itapanda kidogo ama haipandi kabisa, tofauti na aliyekula nyama. Ya mtu aliyekula nyama sukari yake itapanda tofauti na aliyekula mboga za majani, na ni kwa sababu ya difference ambayo imeweza kuzizungumzia habari za virutubisho. Mboga za majani zina virutubisho vingi kulinganisha na nyama unayokula. Na ufahamu tu kwamba pia aliyekula mboga ya majani au aliyekula maharage na aliyekula ugali wa sembe ni watu wawili tofauti. Maharage yana virutubisho vingi ukilinganisha na ugali wa sembe ambao tayari umeshakobolewa. Kwa hiyo kiwango cha virutubisho ambavyo nimevizungumza hapa nacho kinaamua pia sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani, hususan baada ya kula aina fulani ya chakula. Leo nilihitaji kufahamisha vyakula vikuu vitatu hivyo ambavyo natakiwa kwa mgonjwa wa kisukari, na sababu kuu tatu au mambo makuu matatu ambayo yanaamua sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.